Leo tumesema wanalinda mwananchi, hatufungulii Ruto dirisha aruke nje atoroke, kwa sababu watu tayari wamemweka kwa kona, si ndio? Na ndio maana tumesema Kenya zimeingia katika sura mpya kabisa, tofauti na miaka ya nyuma ambapo nguvu za kisiasa zilionekana zaidi kupitia misafara mirefu, mikutano ya hadhara na hata kugawa fedha kwa wananchi. Sasa mchezo umebadilika na kila upande unatumia mbinu tofauti kujijenga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Kwa sasa kuna makundi matatu ambayo yanaonekana kuvutia macho ya Wakenya. Upande wa kwanza ni serikali inayoongozwa na Rais William Ruto. Upande wa pili ni United Opposition ambapo mmoja wa viongozi wanaonekana kujitokeza zaidi ni Rigathi Gachagua. Halafu kuna vuguvugu za Linda Mwananchi ambalo kwa sasa linaonekana kuongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Kinachofanya siasa za sasa kuwa za kipekee ni mbinu zinazotumika. Kwa mfano, upande wa Linda Mwananchi tumeshuhudia wananchi wakijitokeza kuchangia fedha ili kufanikisha shughuli za kampeni za harakati hiyo. Hii ni ishara kwamba baadhi ya wafuasi wanataka kushiriki moja kwa moja katika kuendesha siasa badala ya kusubiri viongozi pekee wafadhili shughuli hizo. Kwa upande wa Rigathi Gachagua, badala ya kuzunguka kila kona ya nchi kila siku, amekuwa akiandaa mikutano nyumbani kwake wa Munyoro, Nyeri, huku watu wakisafiri kutoka maeneo mbalimbali kwenda kumsikiliza. Hii pia ni mbinu mpya ya kisiasa inayopunguza gharama za kampeni huku ikiendelea kuonyesha ushawishi wa kisiasa. Serikali nayo haijabaki nyuma. Rais William Ruto ameonekana kuongeza mikutano ya makundi mbalimbali katika ikulu. Hivi karibuni alikutana na viongozi wa misikiti na baadaye akakutana na maelfu ya maafisa wa usalama. Watazamaji wa siasa wanaamini kuwa huenda akaendelea kukutana na makundi mengine tofauti katika siku zijazo kama sehemu ya kuimarisha uhusiano na makundi mbalimbali ya kijamii. Kutokana na hali hii, ni vigumu sana kwa sasa kutabiri ni nani atakayekuwa na nguvu zaidi kuelekea uchaguzi. Kila upande una mbinu zake, kila upande unajenga ushawishi wake kwa njia tofauti, na mazingira ya kisiasa yanaendelea kubadilika kila siku. Hata hivyo, katika mijadala ya mitandaoni na sehemu mbalimbali za kisiasa, watu wengi wanaonekana kuzungumzia kwa kiwango kikubwa harakati za Edwin Sifuna na Linda Mwananchi. Hilo linaonyesha kuwa harakati hizo zimefutia mjadala mkubwa wa umma, lakini kama ilivyo katika siasa, umaarufu wa sasa hauhakikishi matokeo ya mwisho, na ni wapiga kura pekee watakaoamua mshindi siku ya uchaguzi. Pia tafiti mbalimbali za maoni zimeonyesha picha tofauti za uungwaji mkono kwa viongozi mbalimbali. Hivyo ni mapema kutoa hitimisho kuhusu mshindi wa mwaka wa 2027. Hebu mtazamaji wangu, toa maoni kwenye comment section. Kati ya makundi haya matatu, je, ni kundi gani bora zaidi na ambalo litabeba uchaguzi mkuu ambalo litachukua ushindi wa mwaka wa 2027? Tunazidi kufuatilia habari hizi, na iwapo tutapata geni, bila shaka tutakuwa tukikujuza. Cha muhimu ni kusubscribe, comment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kinado Media, home of trends.